Si tupige magoti tupate kuomba. Mtakatifu, 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 Mwenyezi Mungu usha mahali pa juu mbinguni, siku ya leo tunakuja mbele zako tukilitukuza jina lako. Tunakushukuru maana umekuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo wa wiki hii mpaka siku ya leo. Tunakushukuru maana umeweza kututendea makuu katika shughuli zetu. Tunakushukuru maana tumekuona wewe katika familia zetu na katika watoto wetu. Na kipekee sana siku ya leo tunakuja mbele zako tukikushukuru. Tunakushukuru maana tumeona mkono wako. Tumeona mkono wako kwa mchungaji Baraka, na tunazidi kuona mkono wako kwa Pastor Mololo. Na kwa sababu hiyo, Mungu wa mbinguni, tunalishukuru jina lako kwa kuwa unaendelea kutukuza kiimani. Unaendelea kutupa tumaini. Na Mungu wa mbinguni, tunakusihi ukazidi kuimarisha upendo wetu. Na sasa Mungu wa mbinguni, siku ya leo tunakualika ukae pamoja nasi katika ibada ya siku ya leo. Zungumza pamoja nasi kupitia Pastor George Baraka. Tazama yale ambayo ameandaa, lakini wewe Mungu wa mbinguni tunakusihi ukazungumze pamoja nasi na ukazidi kutuandaa sana kwa ajili ya kuurithi ufalme wa mbinguni. Mwenyezi Mungu, tazama watoto wako wamekuja katika ibada ya siku ya leo, na ninakusihi wakatoke wakiwa wamebarikiwa. Ninakusihi wakatoke wakiwa imani zao zimekuwa. Ninakusihi ukawabariki, ukawahifadhi. Ninakusihi ukawalinde, ukazidi kuwapatia tumaini. Na zaidi ya yote Mungu wa mbinguni, zidi kuandaa kwa ajili ya kukulaki mara ya pili. Asiwepo wewe yoyote ambaye atakaingia katika nyumba asikuone tena. Ninakusihi Mungu wa mbinguni, siku kwa siku ukazidi kutuimarisha na kutulinda. Ukatuhifadhi Mungu wa mbinguni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Na zaidi sana watoto ambao wameingia katika kanisa hili, ninakusihi kipekee ukawabariki Mungu wa mbinguni. Walinde na waepushe na kila la mwovu shetani. Wasaidie wakatembee na kukua kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Na waweka vijana waliopo katika hili kanisa, zidi kuwatia moyo katika maisha yao. Na wasaidie wasiende mbali na wewe Mungu wa mbinguni. Na ziweka kipekee familia zilizopo katika hili kanisa. Nikikusihi Mungu wa mbinguni, zidi kuzilinda Mungu wa mbinguni. Zidi kuwapatia faraja na maelewano katika familia kila mmoja wetu hapa. Na Mungu wa mbinguni, kila mwenye changamoto ambao amekuja katika hili kanisa siku ya leo, na hata wale ambao wanaendelea kusikiliza wakiwa katika mitandao, ninakusihi Mungu wa mbinguni, siku ya leo kila mmoja ukamguse. Na Mungu wa mbinguni, katika ibada ya siku ya leo kaonekane wewe, na sifa na shukrani zikakurudie wewe. Ninaomba haya yote ni katika jina la Yesu Kristo, amen. Ninakusihi Mungu wa mbinguni, siku ya leo kila mmoja ukamguse. Na Mungu wa mbinguni, katika ibada ya siku ya leo kaonekane wewe, na sifa na shukrani zikakurudie wewe. Ninaomba haya yote ni katika jina la Yesu Kristo. Wapendwa, Bwana ni mwema na wakati wote. Katika mada zile za uwakili, kichwa cha somo kinasema miito maalum. Miito maalum kinazungumzia miito maalum ya matoleo nje ya zaka na sadaka zilizo katika mpango maalum wa Mungu ambao wengi tunaufahamu na tumekuwa tukiufuata. Hii inasema, nitasoma kipengele cha juu tu hapa, inasema ili kutekeleza utume ulimwenguni kuna miito maalum ambayo Bwana huitoa kwa watu wake. Mojawapo ya miito maalum ni zaka na sadaka, kwa kuwa hili ni jambo la kiibada na uhusiano wetu na Mungu. Kando ya matoleo haya yaliyo katika utaratibu maalum, kulikuwepo na miito maalum kwa ajili ya sadaka za hiari kwa kusudi fulani. Miito hii ametolea mfano kwamba wana wa Israeli walipokuwa jangwani waliitwa kutoa sadaka maalum kwa ajili ya ujenzi wa hema ya kukutania. Tunaona kwamba wakati huu ili ijengwe ilibidi uitwe wito maalum, watu watoe ili kipatikane na zipatikane nyenzo za kujenga ile hema. Lakini ungeweza kusema labda Musa hakuwa na pesa, hakuwa na uwezo wa kujenga mwenyewe. Kuna mfano wa mfalme Sulemani, alikuwa tajiri, angeweza kujenga hekalu kutoka mfukoni, lakini aliita watu wanaitwa waje watoe, kwamba miito hii hata hapa ndani ya kanisa itakuwepo mingi tu.
Ni kweli tumetoa zaka, ni kweli tumetoa sadaka, lakini kuna wakati utakuwepo mwito wa kuwaita watu, jamani, tutoe kwa ajili ya kisimu. Kuna wakati tutaitwa tutoe kwa ajili ya mawasiliano. Kuna wakati tutaitwa tutoe kwa ajili ya kusudi maalum ambalo liko nje ya huu mpango wa utoaji wa kawaida. Na ninaamini na mimi kuwa miongoni mwa wazee, kuna jitihada nyingi za kupunguza miito hiyo isiwe mingi kadri inavyowezekana, kwa kuweka bajeti na kusimamia matumizi ya kanisa ili kuipunguza kwa kadri itakavyowezekana. Na tunaomba muwaelewe wale wakuu wa idara wanapokuwa wamepata vibali kutoka ofisi ya wazee kuja kuita kuchangisha, iwe ni kwa ajili ya kwaya kurekodi, labda pengine kwa ajili ya uniformu ya kwaya au kwa ajili ya kitu fulani kama ni kinanda, tujue kabisa kwamba mchakato umefanyika wa kuhakikisha kwamba kiasi hiki kisingeweza kutoka kwenye bajeti ya kanisa, wapatikane watu wa kuweza kukitekeleza. Na kibali kimeombwa wiki iliyopita, kama wiki mbili zimepita, kutoka kwa ofisi ya wazee na kimepatikana. Ni kwamba kila mzazi atoe kiasi kidogo cha pesa ili watoto waende kukamilisha nishani zao. Ni watoto wavumbuzi miaka 4 mpaka 6. Utakapofikiwa kama mzazi, jua kwamba miito hii ina ulazima wake. Ndio maana hata Yesu katika kutekeleza huduma zake alikuwa anaweza kusema tu, akaingiza mkono mfukoni akatoa shilingi, lakini alikuwa anaomba kwa watu. Nani ana sarafu hapa? Kuna wakati anauliza nani ana chochote hapa? Angeweza kuumba mikate na samaki, lakini aliita kwa watu ili watoe. Tutambue kwamba miito hiyo haiepukiki, na unapokuwa umefikiwa, basi fanya sehemu yako. Mungu apate kuwabariki. Kuna wakati anauliza nani ana chochote hapa? Angeweza kuumba mikate na samaki, lakini aliita kwa watu ili watoe. Tutambue kwamba miito hiyo haiepukiki. Bwana Yesu asifiwe. Somo la sadaka ikiwa ni Agosti 15 lina kichwa kinachosema hatia ya waliosalia. Kila janga lina waathirika, lakini kila janga lina watu waliosalia. Somo la sadaka, huenda teksi yako ilikuacha ukiwa unaelekea uwanja wa ndege kwa ajili ya kupanda ndege, na baada ya muda mfupi ulisikia ile ndege imedondoka na wote waliokuwemo kwenye ile ndege wamefariki. Huenda unaishi mlimani mahali fulani, na mafuriko yalipotokea, watu wote wanaoishi mabondeni waliweza kufariki, na wewe uliendelea kusimama katika uzima wako. Kwenda juma moja baada ya dhoruba, ulianguka magotini kwa majonzi ulipokuwa ukikata nyasi katika uwanja ulio na nyasi nzuri za nyumba nzuri iliyokuwepo huko, ukikitazama kifusi kilichojaa mahali ambapo nyumba za majirani zako zilikuwepo hapo awali. Huenda ulihamisha familia yako kwenda nchi nyingine, na muda mfupi vikazuka vita mahali ulipokuwa umehama, na watu waliokuwepo mahali pale wakaathirika vibaya mno. Kupona katika janga au tukio la hatari inaweza kufanya tumaini kwamba tumefanya kitu fulani kibaya, kwa sababu hatukupatwa na madhara wakati wenzetu walipodhurika au kupoteza maisha. Hatia ya kunusurika ni asilia katika ulimwengu ambao vurugu ni jambo la kawaida, na majanga ya asili na yanayosababishwa na watu yameenea. Je, mwitiko wako kama Mkristo aliyenusurika unapaswa kuwa upi? Kama unahisi kubarikiwa hata kama ni baraka ambazo haukustahili, ninakutia moyo kumtukuza Mungu kwa baraka hizo, kisha zipeleke hizo baraka kwa wengine pia. Lisha, vitembelea hifadhi, wapende walioathiriwa pamoja na familia zao, kama ambavyo Yesu alivyosema katika Matendo ya Mitume 20 fungu la 35, ni heri kutoa kuliko kupokea. Ulinusurika kwa makusudi,
nenda kwa nguvu ya Mungu na kamilisha kusudi hilo. Wito: unaporudisha kwa shukrani zaka ya Mungu 10% na kutoa sadaka yako ya ahadi na sadaka za shukrani, leo tafakari njia za kuwahudumia watu ambao wanajihisi hawajabarikiwa kama wewe ulivyobarikiwa. Mtafute mtu ambaye ameathiriwa na janga fulani na mfariji kwamba Mungu alikubariki katika nyakati ambazo ulipoteza pia. Asante unapoenda kutenda kwa ukarimu kwa ajili ya kuwabariki wengine ambao wamepata majanga. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii ambayo umeweza kutupatia. Umeweza kutufundisha kisa kizuri unapoenda kutenda katika majanga. Wapo pia ambao wanasalia. Sisi kama Wakristo ambao umetuweka hai leo, umeendelea kutukumbusha tukaendelee kuwakumbuka wale ambao wamepata majanga. Kaendelee kutupatia moyo huo. Lakini pia katika siku ya leo tunapoenda kukutolea zaka na sadaka zetu, tunaomba ukaweze kuzibariki, tunaomba ukaweze kuzipokea, maana tumeomba tukiamini katika jina la Mwana Yesu Kristo, amen. Kaendelee kutupatia moyo huo. Lakini pia tunapeleka sadaka zetu katika hazina ya masanduku ya Mungu. Kwaya vijana ya kanisa watamtukuza Mungu kwa wimbo, na katika kabla ya kusimama mchungaji, kwaya ya kanisa tena watamtukuza Mungu. Tunapeleka sadaka zetu katika hazina ya masanduku ya Mungu. Kwaya vijana ya kanisa watamtukuza Mungu kwa wimbo, na katika kabla ya kusimama mchungaji, kwaya ya kanisa tena watamtukuza Mungu. Tunapeleka sadaka zetu katika hazina kusimama mchungaji, kwaya ya kanisa tena watamtukuza Mungu. Tunasandika sadaka zetu
Mali yako sasa, timbe. Mali yako sasa, Bwana tunatoa, hatuna lio yetu, yote ni vipaji, sisi watumishi twaunga eni tungeirudisha ili Tusemeje watu wa Mungu? Tunashukuru kwa wimbo mzuri wa kwaya ambao umemalizika na ule wimbo mwingine wa kitabuni ambao watu wengi walionekana ni mgeni kwao. Tunashukuru kwa kuwa na projector, ingekuwa ni kazi kweli kweli. Sasa mwalimu, utuhamasishe tuwahi saa 3 ili tujifunze hizo nyimbo tuzifahamu. Karibuni katika ibada ya leo ambayo tumeongozwa na mhazini Dennis. Ametusomea somo la matoleo, lakini pia mzee Gervas ametusomea hamasa ya uwakili, na tumehudumiwa tayari na kwaya ya vijana, lakini pia na mashemasi ambao umetuhudumia. Mahali mlipo, tafadhali tupungieni mikono ya barikiwe kwa huduma njema. Ama ni watambulishe wageni ambao mlishatajwa pengine, lakini mmetutembelea leo. Wengine ni mara ya kwanza kabisa ambao mmetuhudumia. Hebu nione kama mpo wageni hapa. Nione wageni hapa. Hebu simameni wageni. Jamani, tusemeje kwa wageni hawa? Je, yuko mwingine mgeni? Basi wenyeji ambao mko jirani nao, Barrett nimekuona, uhakikishe baada ya ibada huyo mtu wa Mungu anakula chakula pale. Yuko nani jirani pale? Upo Hakikisha mgeni baada ya ibada anapata chakula ili ajisikie vizuri kurudi sabato nyingine. Kama kuna wengine pia ambao labda mpo nje, karibuni sana, mjisikie vizuri.
Karibuni. Mzee Kichambati ametuongoza katika fungu kuu na ombi na tumebarikiwa sana na huduma yake. Mimi ni mchungaji Samuel Mhololo na tutahudumiwa na mchungaji George Baraka ambaye atatuongoza katika neno la uzima. Tumekuwa pia na mama wachungaji ambao tayari walikwisha kusimama hapa, lakini kundi muhimu zaidi nilitambulishe ni wake wa wazee wa kanisa. Mimi ni mtu wa familia, napenda sana familia. Kwa hiyo naamini familia ndiyo kanisa, na wake wazee wa kanisa wanafanya kazi kubwa sana kuwatia moyo waume zao. Kuna wakati tunakuwa na vikao usiku kabisa, lakini kwa neema ya Bwana huwa vinafanyika. Wake wazee wa kanisa mlioko hapa kwa leo, tafadhali tukutane hewani. Kama ni mke wa mzee wa kanisa, simameni kabisa, simameni. Simameni. 1 kule, 2, 3, 4. Hebu ngoja. 1, 2, 3, 4. Amekosa yupi? Kule mlangoni ni mama nani? Mama Gervas. Namba 2 hapo Kichambati. Namba 3 Mama Magesa. Namba 4 Bavo. Mzee kiongozi hayupo. Nimeshamjigundua mzee kiongozi hayupo leo. Basi mbarikiwe sana na Bwana wabariki. Baada ya utambulisho huu mfupi, naomba niwaalike wanakwaya wa kwaya ya kanisa mtupatie neno la uzima kupitia nyimbo, na baada ya hapo mchungaji utakaribia hapa. Neema yake Bwana Mungu ifutayo hatia yangu ilimwagwa pale Kalvari kwa damu yake mwana kondoo. Kwa kupita dhambi zangu, neema ya Mungu isafishayo ndani yangu, neema ya kupita dhambi zangu. Dhambi na kukata tamaa yatishia uhai wangu, lakini neema ni kubwa, yanionyesha msalaba. Neema ya Mungu isafishayo ndani yangu, ya Mungu kwa kupita dhambi zangu, neema ya isafishayo ndani yangu,
waamini kumwona Yesu. Pokea zawadi hii bure, neema ya Mungu isafishayo ndani yangu, neema zangu, neema ya Mungu isafishayo ndani yangu, neema ya Mungu kupita dhambi zangu, pita dhambi zangu, pita dhambi zangu. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nanyi nyote. Jina la Bwana litukuzwe sana. Katika wakati huu mzuri wa ibada ya leo, tunamtukuza Mungu maana ni kibali kutoka kwa Bwana. Wakati fulani usipopitia uzoefu wa namna nyingine inayotuonesha tuko kwenye utulivu, ndivyo tunavyoweza kuthamini hali hii tulio nayo, lakini jina la Bwana lihimidiwe. Waimbaji, Bwana waongezee baraka nyingi kwa nyimbo za sifa. Tumemsifu Mungu kwa nyimbo kabla ya hotuba hii. Hii inatuandaa vizuri pia kwa tafakari hii ya pekee. Ni saa 7:20. Ikiwa naendelea kufikiri nitatoa hotuba gani, nilikuwa najipa nguvu kwamba nitakuwa na hotuba fupi kuliko zilizowahi kutokea nikiwa hapa. Sasa na nilitamka hivi nyumbani, mchungaji akasikia. Sasa hapa sijui fupi, namshukuru Mungu sikusema dakika ngapi, lakini hatutafika saa 9 ya alasiri. Kwa hiyo Bwana atubariki sana. When time is no more, ndio title ya tafakari yetu sasa. Wakati muda unapofikia ukomo, yani hakuna muda zaidi. Kweli kwamba tunapitia nyakati tofauti tofauti kwenye maisha, kazini, lakini tutakubaliana na mimi pia hata kwenye familia. Unazaliwa kama mtoto, unaishi pale, lakini nafikia wakati ukai tena na wazazi wako, unaondoka nyumbani. Kuna watu ukiongea naye jambo fulani anakuambia anyway, but time will tell. Time will tell. Muda utasema wenyewe. Muda utasema wenyewe. Ni kweli tulikuwa na wakati wa pamoja mzuri. Namshukuru Mungu katika maneno yenu mmegundua kwa nini tuko Luguruni. Jina la Bwana litukuzwe sana. Na haiepukiki. Lakini wakati ulipofikia hakuna kilichoweza kutendeka cha ziada. When fullness of time reached
there was nothing more to be done. Kwenye hotuba hii, kama ambavyo tumekuwa pamoja na sasa sipo, muda ulipofika, ndivyo pia tuko pamoja katika neema ya Yesu nyingi, lakini neema itakoma. Ndio nimejaribu kuweka mfanano huu mzuri. Ni kweli kulikuwa na nyakati nzuri za kula na kunywa, kufurahi, kuomba pamoja. Hata mara nyingine katika shuhuda hizi zinatia nguvu. Kwa nanong'onezana mahali fulani, msema Tukele akasema, yani pasa, unajua kuna wakati unaweza usigundue kitu unachokifanya, lakini mwangu wake ni mkubwa kupitia matokeo ya maombi, na ndio maana basi vinywa vyetu vitamke baraka zaidi. Bwana asifiwe sana. Lakini haya yote wakati umefika. Sasa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 15 aya ya 8 ambayo tumesomewa hapa, kuna tukio linatajwa. Tukio la kuagana litukumbushe tukio la kukoma kwa neema ya Kristo ili tujiandae. Bwana asifiwe sana. Ili tujiandae. Biblia inasema, na hekalu likajawa moshi kwa utukufu wa Mungu na kwa nguvu zake, wala hapakuwa na mtu aliyeweza kuingia ndani ya hekalu hata yatimizwe mapigo 7 ya wale malaika 7. Sasa tukio linaonyeshwa hapa na Yohana kwamba moshi wa utukufu wa Mungu na nguvu zake zimejaza hekalu. Kwa nini moshi ujaze hekalu? Ili hekalu lililojaa moshi ni lipi? Ni hekalu la mbinguni. Halikuwa lile ambalo lilijengwa hapa duniani. Katika Ufunuo sura ya 15 aya ya 5. Ninasema hivi kwa utangulizi ili nihitimishe somo bila kuwa na muda mrefu sana wa tafakari ya kina, lakini nitaweka mfano rahisi sana, tutaelewa haya. Kwa hiyo hili ni hekalu lililoko mbinguni. Katika Ufunuo 11:19 inanukuu jambo hilo pia. Ellen White katika kitabu cha Pambano Kuu anaeleza kwamba tangia Kristo apae mbinguni mwaka 31 baada ya mauti yake, alianza huduma ya upatanishi katika hema ya kukutania ya mbinguni. Kwa nini alianza huduma ya upatanishi? Kwa sababu mwenye dhambi alimwendea Kristo na kusema naye. Waraka wa kwanza wa Yohana 2:1 anasema, watoto wangu wadogo ninawaandikia haya ili ya kwamba msitende dhambi. Lakini mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, huyu ni Yesu Kristo mwenye haki. Yesu Kristo mwenye haki, sio baba mchungaji au mtu fulani unayeweza ukamwambia dhambi zako. Ni Yesu Kristo mwenye haki. Kwa hiyo Yesu anasikia dhambi, makosa, maovu, dhambi zetu na kutusamehe. Na hii ndio sababu ya kwa nini akiwa msalabani, wimbo wanakwaya wameimba grace, grace, God grace, neema ya Mungu inayopita kitu chochote. Kwa sababu Yesu akiwa msalabani aliposema imekwisha, kuna matukio yalitokea pale. Ardhi ilitetemeka, alafu makaburi ya watakatifu yakafunuka, alafu giza likatokea, alafu pazia la hekalu likapasuka kutoka juu mpaka chini, bila mtu kulipasua. Hiyo ilionyesha ukomo wa kaida za siku kwa siku za toba kupitia wanyama. Ilikuwa zamani hekaluni, ukifika kama hapo unakuta kuna watu wanauza mbuzi, njiwa, wanafanya biashara hapo, kwa sababu ilitakiwa mwenye dhambi aende pale na mnyama wa kafara. Sasa kuna wenye dhambi wengine, wewe unapita mtaani huku umebeba kondoo. Sasa jamaa kashaharibu jamaa, unaona anaenda kutubu. Kwa hiyo wengine wakaona haya mambo ya kubeba makondoo, wanabeba pesa. Unakuta tu mtu anajifanya anapiga tumluzi, kumbe kashaharibu.
Akifika hekaluni anaenda kwa muuza kondoo pale, sasa bwana bei gani? Sasa shilingi fulani. Analipa, anachukua, maana kutoka hapo kuja huko kwa kwani si hajaonekana huko. Unajua kuna ukifanya dhambi kuna wakati fulani kuna unahitaji kupiga cover, kuheshimiwa namna gani? Lakini dhambi ni dhambi tu. Mungu atusaidie ili tuweze kuwa washindi. Jamani, Bwana asifiwe. Na dhambi inayotia nguvu ni ile inayoonekana. Yaani kila mtu akiangalia kama akisema jamani, huyu mtu anavaa tu zile nguo za ndani tu anatembea. Yaani yule mtu ni mzuri kuliko mtu ambaye anavaa kila kitu lakini kazinzi kana michepuko mingapi tufanye? Michepuko 3. Ana tapeli Salvation Town. Ana mambo kibao, lakini ukimwangalia hivi kama mimi mnavyoona namna hiyo, unaweza kuamini kwamba ninaweza kudaiwa na Songesha. Huwezi kujua mpaka nikwambie. Lakini namshukuru Mungu hivi karibuni nimelipa madeni yote. Jamani, Bwana asifiwe. Nimelipa madeni yote. Sidaiwi. Sisemi utani. Sidaiwi. Mpaka nikwambie. Sasa pasa kumbe na wewe unasongesha. Wenye dhambi walienda hekaluni wakiwa hawaoneshi mapungufu yao. Wewe ni aina gani ya mtu? Ni aina gani ya mtu? Unajua hata nilitafakari kwa kina sana kuja kuwa mtaa wa Mikocheni kuchunga kanisa kama ushindi, sio kwa ajili yenu. I was not here for you. God wanted to shape my attitude. Okay? Katika huduma yangu sikuzoea kuona mtu amekuwa na manywele fulani alafu anasali anaimba nyimbo za vitaburi. Nilikuwa naona ni strange. How can this be? Sorry to give you a real life experience in my ministry. Lakini nikajifunza kwamba okay, kwenye pande hii huyu mtu bado anafanya vita na struggle. Wakati mwingine unakuta hata mtu anakuja ana chain kanisani and is baptized. Lakini anajitoa vipi kwenye uwekezaji wa injili? Nikakumbuka wale wenye magauni marefu pia wazinzi. Mke wa mtu gauni refu dela kabisa, lakini kakamatwa ghetto. Nikasema kumbe kuna kila aina ya watu katika kujifunza. Kila mtu na namna ambavyo anapambana na kona yake. Jamani, Bwana asifiwe sana. Na kila mtu anapaswa kuangalia msalaba na kufight ili afanikiwe. Kwa hiyo nilipojifunza zaidi uwezo, karama Bwana alizowapatia, nikahitimisha kwamba kila magonjwa na aina zake tunakabilishwa na Mwokozi. Kwa hiyo mmenifanya kuwa international pastor. Jamani, Bwana asifiwe sana. Yaani nikitoka hapa naweza kuchunga hata Ulaya. You can't be a bush pastor ministering to the town churches and preach the hyena sermons. Utaanza kutoa mifano ya fisi, watu hawajui fisi huko. Bwana asifiwe sana. Unaanza kutoa mifano ya fisi alienda wapi sio? Hamna. Watu wanaongea habari za BOQ, yani visibility study. Yani kitu ambacho ukiwa kwenye makanisa hamna mambo ya visibility study. Sikiwanja hiki hapa. Piga tofali hapa. Resho ngapi? Wewe changanya simenti nyingi. Kila mahali na sehemu yake. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu makuhani zamani walipitia, na ndio maana Yesu, nilikuwa nasema ile kwamba unaweza kupita tu mahali fulani hivi sasa hivi huyu anaenda mbinguni huyu. Na mwingine sasa huyu ndio mwenyewe. Alafu inakuwa kama wale watu kwenye familia ya Yesu. Nabii anaangalia wote wanaopita, kina Shama, watu wenye vifua vikubwa, jemedari. Sasa hamna hapa nabii, hayupo. Kwa kweli ilikuwa ni njia ngumu, lakini namshukuru Mungu amenipatia ushindi. Haki kwa matendo na haki kwa imani. Hivyo tuna strive. Makuhani walikuwa wanakutana na watu, wanakuja pale na mahela. Wewe ubebe kondoo huko bebe. Mbona hapa ingekuwa tunawaona hapa. Mtu anatoka tu kule mzee Kigua kabeba pickup. Kondoo wote hawa. Sasa karibu mzee. Na ndio maana Yesu alipofika siku ile, mnakumbuka,
akakuta biashara zinaendelea hekaluni. Maana watu sasa ikawa sio sasa, inakuwa ni fursa sasa, kwa sababu wenye dhambi lazima anunue. Wale waliokuwa wanaogopa kutembea lazima aje na hela. Sasa ibada inaendelea, unakuta watu wana vibanda hapo, ile aspect of worship ikaondoka. Sasa kasema jamani, sasa mmekuja kuanza kufanya tena hapa biashara wakati hii ni sehemu ya ibada. Akafukuza watu, toka. Wakati huo Yesu alikuwa katika mamlaka yake, hakuna aliyemthubutu kumfanya chochote. Anageuza meza za wabadilisha fedha na chenchi, wale wazee wa chenchi. Sasa wewe bwana unauzaje mbuzi una chenchi bwana? Ziko hapa nikubadilishie pesa. Wabadilisha walikuwa pale wanatumia fursa kwenye ibada. Washika chenchi. Chenchi. Sasa kaida zote hizo, lile pazia lililo katika lilionyesha kwamba matendo ya toba kupitia kafara za wanyama imetosha. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kristo anakufa msalabani. Akisha kufa msalabani, ndio pia Injili inasema ya kwamba nikiisha inuliwa juu nitawavuta watu wote kwangu. Yaani Kristo akiinuliwa juu atawavuta wote kwake. Kitendo cha kuinuliwa ni kile kuwekwa kwenye msalaba. Yaani pale ndio ile salvation, general concept of salvation. Kuna mtu sasa hivi anatembea na pombe, yuko na sigara, ana wasichana wa kutosha. Kama Mwadventista tukikosa kwenda mbinguni tutaingia sala. Manake hata anaye windwa na mashemasi kwamba anavunja kanuni za Mungu anaonja tu. Nakuta mtu anakaa miaka 7 alafu hajaoa au hajaolewa, anaenda ghetto mara 2. Si wewe unapoteza uchumi wa watu wanaofanya uasherati? Ungeenda kila siku. Nenda kila siku. Tumia vizuri hiyo dhambi ili ikuzoee, utambulike na watu, yani uonekane mtu mashuhuri. Sasa wewe kwenye miezi 7 unaenda mara 1. Alafu unachomwa eti kwa sababu ya dhambi uliyoifanya miezi 7 mara 1. Yule tayari hiyo dhambi imekukataa. Jamani, Bwana asifiwe. Hiyo dhambi imeshakukataa. Iache tu. Maana hata hivyo umeshaishinda. Bwana asifiwe. Yani ukitaka kufanya hiyo fanya watu wajue. Yaani ukifika kanisani hivi, mtu kama yuko na mke wake sasa, bwana sogea huku, mama kaa upande wa huku. Lakini wewe hata barua utambulisho huna. Umekaa unavizia mpaka usiku, ndio unaenda kwenye dhambi usiku. Wenzao wanapanda boda mchana, wanaenda mchana, wewe mpaka usiku. Unapotea na njia mpaka uvizie kwenda mkoani. Wenzao hapa da wanafanya. Yaani neema ya Kristo inaangalia vile ambavyo tumeacha mambo kadhaa katika utii wetu, nayo inakuja kwa ajili ya kutukamilisha. Nasema kitu gani? Sisemi kwamba ufanye dhambi, maana dhambi inaleta mauti. Walakini tukimchagua Mungu na tumuombe uwezo wake utukamilishe. Msalaba wake. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu bado yuko kwenye matendo ya dhambi, lakini kwa Yesu kuinuliwa msalabani aliokoa watu wote. That's a general concept of salvation. Lakini sasa mtu anapoacha mambo ya dunia, anaanza kuwa mcha Mungu. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Wale vijana ambao unatafuta wachumba, ukifuatilia, unachukua profile ya mtu, unafuatilia, unagundua huyu jamaa alikuwa hivi, huyu dada kwa kweli. Lakini ukigundua alibatizwa, yani zile zimefutwa zote sasa huko nyuma. Cha msingi tu jilizishe kweli zimefutwa. Maana wakati fulani past experience gives you confidence for the upcoming decisions. Ndio maana basi nitakiwa uhakiki kwamba msalaba umefanya neema hakika. Ya kale yamepita. Hiyo ni dhana ya pili, kwamba sasa nimetambua Yesu amekufa kwa ajili yangu na ninaishi kama muamini kwa ajili ya uzima wangu wa milele. Mtu anabatizwa. Anapobatizwa sasa huyu si wa ulimwengu tena. Jamani, Bwana asifiwe. Lakini haitoshi. Wokovu bado unamtaka huyu mtu kufia msalaba kila siku. Kila siku huyu mtu aendelee kujikana nafsi.
aendelee kupambana kwa ajili ya kumwomba uwezo wa Mungu kumkamilisha. Maana Yesu akija, chekecheo tena linakuja hapo, kila mtu atasimama mbele za hukumu ya Mungu. Maana Yesu akija, mmoja atatwaliwa, mwingine ataachwa. Kwa hiyo ile haitausema kwamba Yesu amekufa kwa ajili ya wote. Itakuja, je, wewe alipokufa kwa ajili ya wote, wewe ulifanya jitihada gani kumpokea? Sasa nilimpokea mimi, nilikuwa nakula soya, marage ya soya, chai ya soya, nyama ya soya, Sabato. Mungu anatuona soya kila mahali, mawazo ya kisoya soya. Sawa. Kwa hiyo uko na ilikuwa hivyo, sawa. Sasa hapa mbona inaonekana soya sawa, lakini usiku bwana ulikuwa unafanya uko Kigoma. Samani wale wanaoishi Kigoma ni mfano tu, ngoja nitaje na uko Malinyi, samani nitaje na kwetu Malinyi. Umeshaenda sijui wapi, jamani. Lakini mchana mtu kweli kweli. Yaani unaonekana mtu wa maana. Na mchawi hata hawezi kumgundua. Kisha mfalia vipi? Utamuona wapi? Kuna kisa kimoja nilipata hiki. Bwana moja mahali fulani tulichunga huko na mke wangu. Nafikiri ilikuwa ni mtaa wetu wa 3. Mwaka 2015. Tukapata kisa cha mtu ambaye alitembea bila nguo na watu hawakumuona kwamba hajavaa nguo. Ndio maana hii inaleta tahadhari. Unajua hata hapa tuko kanisani hivi, lakini huwezi kujua. Unajua unaweza kufikiri sisi wote watu hapa, alafu ukashangaa umeshaambiwa bana I love you so much, na mtu anajua wewe ni mke wa mtu. Sasa I love you vipi? Mimi wewe unajua mume wangu. Sasa unajua upendo wa ndugu na udumu. Upendo wa ndugu udumu vipi? Sasa huyu bwana alipokuwa amempokea Yesu na mke wake, akakumbuka hiki kisa. Sasa siku moja akiwa kwenye harakati zake za maisha ya pombe na ulevi na akarudi nyumbani, it was late. Saa 5 saa 6 usiku. Akipita mahali fulani akaona kuna mtu yuko kwenye kiwanja hicho wanajenga. Walikuwa wanasimamia ujenzi kiwanja cha ndugu yao fulani. Ni kisa halisi. Alisimulia mwenyewe huyu rafiki. Anaitwa Mr. Mapunda. Sorry to mention his name. Sio fiction. Jamani, Bwana asifiwe sana. Sasa anasema wakati amemwona yule mtu pale, akaenda. Sio Mr. Barrett, nimesema anaitwa Mapunda. Kwa hiyo akanyemelea. Na alipofika katika umbali fulani, akaangalia, akagundua yule mtu aliyekuwa pale ni nani. Yule bwana anaenda kwenye kona kanyumba anaenda kwenye kona hapa. Sio anafanya vitu gani? Anaenda kwenye kona nyingine ya nyumba. Sio anafanya vitu gani? Anaenda kwenye kona nyingine. Jamani, kama ukitaka kumfuata Yesu mfuate kweli. Unajua shetani naye anafanya mambo yake. Mambo ya giza. Ni basi tu kwamba msalaba uliinuliwa juu na Yesu anawavuta watu kwake. Mtu mshirikina bwana hata avue kaptura ageuze avae kichwani. Ukiwa na Yesu wewe ni mshindi. Usiogope mshirikina kabisa. Tena kama hata amelima miwa pale na anauza, nunua, kula, tafuna miwa tu. Siku moja hapo Kiruvya madukani hapo kuna mzee aliona embe dodo liko chini ya mfenesi. Sasa watu wakaanza kushangaa, jamani, embe kwenye mfenesi limekujaje? Akachukua akaliosha. Baada ya kuomba akalitoa na kulila. Sasa wewe embe kwenye mfenesi, wewe sikiliza, kuna kunguru wa daa hapa wamelichukua embe huko limekuja hapa hili la. Alijua tu kunguru wamelichukua limedondokea hapa na lilikuwa zima, hawakulidonoa likaliwa. Ni wewe unaangaliaje? Sasa huyu bwana alipofika nyumbani akamwambia mke wake, mke wangu, nimemwona fulani kwenye nyumba pale. Anafanya nini? Sasa nimeona anatembea huko anaongea, kutakuwa na nini pale? Akasema haiwezekani. Yule mke wake, mjomba wake alikuwa ni shehe mkuu wa wilaya pale. Asubuhi na mapema, puti mandawila. Asubuhi na mapema akatoka kwenda kwa ajili ya kuangalia kwenda kwa yule mjomba wake, yule shehe. Kaambia mjomba, pale kwenye nyumba pale jana usiku baba nani amemuona fulani anapita huku. Sasa yule shehe akasema, we, yule bwana amekuja kuchukua dawa hapa, kumbe alikuwa anakuja kwenu huko. Saa 4 hapa kinatokea cha kutokea.
asubuhi hiyo. Akasema kinatokea cha kutoka sasa, wewe haraka sana twende. Najua alipoweka hizo dawa tukazitoe. Tusipotoa hapa anakufa mtu au mtu anakuwa taira hapa. Sema basi sawa. Sema dawa hii tutaifanyia pale sebuleni kwenu, tutaanzia hapo andamano kuelekea kule kwenye ile nyumba. Na kwa kama wanafungua makambi hivi wale wazee wa magwaride. Sasa hata washirikina wana maandamano ya magwaride au namna gani? Nachukisa. Sasa kweli wakafika mpaka pale, yule mganga alikuwa na msaidizi wake. Alafu na huyo Mr. Mapunda. Wakafika pale, wakaingia ndani. Akafanya hizo dawa na nini, akamshikisha na nyingine, akamwagia usoni na vitu gani. Akamwambia sasa hapa nguo zote tunaziacha hapa na tutavalia hapa. Sasa yule bwana anasema tunavua hapa nguo. Sima nguo zote. Ni nguo zote. Tunaenda vivi hivi. Sasa nakisema tunaendaje vivi hivi? Akasema wewe usiwe na wasiwasi. Tutatembea na hakuna kushtuka na hakuna anayejua hatujavaa nguo. Sasa wewe usiwe na wasiwasi. Tena wewe kwa sababu ndio mlengwa utatangulia mbele. Mr. Mapunda akasema jamani, kama ndivyo hivyo mimi naomba nisaidie kwa sababu mimi na wasiwasi. Na hapo nje hapo hii nyumba nilitembelea hawa washiriki hao. Nyumba yao ni zile nyumba, kunakuwa na nyumba afu inakuwa imejenga kama elo zilizokutana. Kwa hiyo ndani kunakuwa na nafasi hivi. Yapo nyumba zime. Kwa hiyo hapa walipokuwa wanaingia kwenye kale kachumba hapo, hata nilikaona hako kachumba hapo. Ni kwa sababu nilikuwa natembelea, sikwenda kuona kwa sababu alitoa hichi kisa. Anasema walipokuwa wanaingia kule, hapa sebuleni palikuwa kuna kina mama, ni msimu wa mbaazi, wanachambua mbaazi, mboga. Wapo kina mama, na mama yule mke wa yule bwana yuko pale, wanachambua mbaazi zao, wanachambua, wanaongea na. Sasa yule bwana akasema sasa tunapotoka tu hapa, hawa kina mama inakuwaje? Jamani, na mtu kama hana nguo anatisha. Ni basi niliwahi ona mmoja hapo njia ya picha ya ndege hiyo, kama unapita hivi ile shortcut ya kupita Tumbi hivi. Nikiwa yapo kwenye shirika kabla ya ile shule ya sekondari pale, hapo kuna countdown. Nilikuwa na bodaboda naendesha jumba la maombi hapo Kibaha. Miaka ya 2010 sehemu fulani. Naona mtu mkubwa mweusi mrefu anatembea tu namna, yani hana hata wasiwasi. Nikasema jamani, Mungu nisaidie, ninakufa leo na pepo mchafu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Naangalia nimepita. Sasa kwenda mbele hapo nakuta watu wanakimbizana, kina mama na watu wengine wawili hivi. Sasa jamani, umeona kuna mtu anatembea huko hana nguo? Sasa nimemuona. Sasa jamani, huyu amekimbia hospitali. Sasa nimepoteza maombi bure hapa kwa jina la Yesu. Nimepoteza maombi haya kwa jina la Yesu, kumbe mgonjwa huyu. Rangi ya tunza yale. Uoga tu. Sasa nimeanza kwa jina la Yesu, kwa jina, na moyo unadunda na ningedondoka bure pale. Hofu wakati fulani zinatupa shida kabisa. Kumbe mgonjwa akatoroka hapo Tumbi hospitali hapo. Sasa akaomba yule bwana, akasema naomba wewe tangulia. Akasema basi haina shida. Yule mganga mwenye yule sasa si mganga au vinahusiana hivi vitu. Ana kuna mali tulifanya pia mkutano wa Injili, tuliambiwa hapo makao makuu ya ushirikina kwa huko mitaya huko kusini huko. Pata habari ya mtu ambaye anaenda makaburini anafukua watu. Anachukua ubongo, maini, figo. Askari wakamkamata, wamempeleka kituo cha polisi, anaambia hivi mimi nikiokota vitu jaralani vimetupwa makaburini, nyinyi mna shida na hao watu mliowazika? Askari wakasema kama hivyo sasa bwana nenda. Kuna wauni tu fulani walivizia wakampiga mashoka, yule mzee alikufa. Watu walivuta sigara kali, bangi na nini. Akasema ukivuta bangi jini alikuoni. Sio kweli au ndio ilikuwa siku zake tu huyo bwana namna gani? Walimpiga mashoka akafa. Na mti mkubwa hapo tulifanya effort same fulani, nakumbuka. Kila generator ukiwasha ilikuwa inawaka. Inazima. I don't forget that. Sasa hichi kisa hiki wakati anakisimulia nikawa nakumbuka hivyo, nikasema huko na wakati na mke wangu tulikuwa tunasali, sio kama tunampenda sana Yesu, uoga. Bana unavizia hapo.
maana usiposali unaweza kushangaa tu umeamka kaptura umegeuza ndani nje. Unajua kuna maisha fulani woga tu unaweza kukufanya ukawa mtu wa kiroho kweli kweli. Woga tu, hamna kitu. Sasa yule shehe akatangulia mbele. Akamwambia ukisalimia watu mnasalimiana nao usionyeshe kushtuka, usifanye nini. Wao jamaa hawana nguo. Kweli wakatoka. Walipotoka pale, jamaa naona mnatoka. Wale kina mama sasa wanasema. Sema punda akasema, naona mnatoka. Watatu wanaonana wako vivi hivi. Lakini wale wanavyoangalia wanaona wana nguo. Samani ningesema kila mtu angalie jirani yake, bado unaweza kukuta wamekaa hapo kumbe uko na mpendwa ikawa tena naleta ugomvi wa kifamilia. Ni Ayubu 1:6 walipoonana wana na binti za Mungu, shetani naye alihudhuria mbele. Angalia pochi liko wapi? Na tukitoa wito beba pochi njoo nalo. Wasiseme tuko hekalu utarudi hapo. Unaanza kutanga matangazo mpaka tu track kwenye hivi vikamera hivi. Vipo mwezi tafadhali. Tutakuloketi. Lakini sasa mtu ashaibiwa. Na siku hapo kwenye makambi fulani kuna mama alikuwa wakati zimetoka hizi simu zenye macho matatu hizi. Millions of money. Sasa simu yangu lakini iko hapa ana track. Iko hapa. Ikasema jamani Mungu huyu atusaidie. Waione hii simu hii. Iko hapa. Na ni kanisani. Kwa hiyo watch out. Usiamini mtu yeyote. Hata haya maneno yapime kwenye mizani ya Roho Mtakatifu. Yakiwa na uzima yaishi kwa jina la Bwana. Wakati wanatoka, sasa jamani, naona mnatoka sasa. Tunatoka. Watatu wanajua walivyo. Lakini wengine wanafika wanakutana na watu wanasalimiana nao tu. Sasa hicho kitu nilikishangaa kwenye maisha yangu. Tunasalimiana na watu hawashtuki. Lakini sasa alipoona wale waliochambua mbazi hawajashtuka. Wanaokutana nao nje hawashtuki. Yeye naye akazoea tu. Anazoea tu. Ukishazoea kwenda ghetto, unaenda tu. Unashtuka mara ya kwanza, mara ya pili. Ukizoea wakati mume wako sio amesafiri kwenda wapi unakuwa sio muamini, unazoea. Mke wako unazoea tu. Unaona ni kawaida tu. Kuna siku inakuja. Yaani siku hiyo shetani atakusaliti mpaka unashangaa. Sasa hivi mimi ndio huyu. Yaani ndio mahali ambako usingeshikwa kabisa. Ndio kio. Jamani. Sasa huyu jamaa huyu naye ni nini kimemleta huku? Kio. Umeshikwa kwenye aibu. Basi wakaenda wakatamka maneno pale kwenye zile kwa wakatoa dawa zile na nini. Ilipofika saa 4 yule bwana alikuwa maeneo fulani wanaita na Masakata. Akaanza kuwa kama mtu aliyepoteza akili hivi. Mara akaonekana kama mentally ameanza kuwa na ukengeufu wa tafakari vizuri. Baadaye watu wakashangaa hii imetokea nini? Akaenda huko maeneo ya kusini mpaka na Msumbiji, akavuka mpaka huko akafa yule bwana. Sasa huyu bwana aliyekuwa anasimulia baada ya kuwa Mwadventista ndio anasema katika maisha yangu nikikumbuka kile kitu, kwa sababu anasema alikuwa anachukua zile dawa, yule shehe anamwambia tamka maneno mabaya pia alafu itupe. Mwambie ya mabaya uliyosema yakurudie mwenyewe. Tamka madawa yakurudie mwenyewe. Akafanya hivyo anatupa yule mtu akafa. Ndio anauza pasa hivi. Mimi kwenye maisha yangu kitu kama hiko naona kama niliua. Nikamwambia sasa na wewe si ulikuwa na wewe hadi kutembea uchi na kutembea bila nguo nako? Si ulikuwa ujui? Sasa una hakika kwamba Mungu amekusamehe? Jamani, kwenye msalaba wa Kristo hakuna gharama inayoshindwa kuwa isiondolewe. Bwana asifiwe sana. Hakuna gharama. Hakuna gharama. Wote cha msingi tu ujue kwamba ninapitia uzoefu ambao Mungu haupendi. Ninahitaji kuanza upya kwenye maisha yangu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Na kama hili kanisa letu hili, hawa wazee hawa, Pastor Mololo, hawa wazee hawa ni wanamna ya pekee sana. Kuna wakati nikwambie matatizo ya washiriki hawatahusika nayo. Watakwambia tu pastor tusaidie huyu hapa. Huyu. Tunakuamini. Tunakuamini. Kwa sababu ya privacy, confidentiality, sio? Na wako sawa tu.
kwa sababu hata hivyo mambo yangu binafsi, hata kama ni mkosaji, nisingependa watu wakawa wanayaongea sana. Hawa watu unaona wametulia hivi, lakini kuna vitu, wana ulimwengu wanaopitia kabla sijafahamu. Na unakuta mtu akianza kutell story, kweli Bwana amembariki, anaweza kuwa na mali, lakini anapitia uzoefu anaohitaji kuwa guided, kuomba naye. Nilipojifunza hiyo nikasema, Mungu, endelea kuonana na watu wako. Najua Bwana amekubariki kwa kuwa mchungaji, una hizo skills, una mwongozo, unaye Roho Mtakatifu atakayekupa ushindi. Na hata ninyi ndugu zangu, huna haja ya kuwa na wakati wa ukimya wakati unapopitia vita ya kiroho. Jamani, Bwana asifiwe sana. Mwenza wako anajaribiwa, unakuta pale nyumbani amani inatoweka. Omba sana, lakini isifikie wakati unajitoa uhai. Omba msaada karibu yako. Jamani, Bwana asifiwe. Utapata nguvu. Bahati nzuri viongozi wa kanisa wamejifunza hayo, wanawaombea. Mchungaji amejifunza hayo, atawatia nguvu. Jamani, Bwana asifiwe. Lakini usikae kimya na dhambi. Kwa sababu dhambi ni fukuto la chini ambalo you can't sweep and hide the dust under the rug. Na mtu mmoja akiwa anazungumzia habari ya matatizo akasema, uhalisia, yani ukiwa unafagia hivi sehemu, kubali kwamba kuna uchafu umekusanya, ila usiweke chini ya carpet, kwa sababu ukikaa uchafu uliokusanyika pamoja una namna fulani ya reaction. Utakuta utajenga joto, bakteria wataona hii ni fursa, wataendelea kufanya fujo zao, baadaye harufu mbaya inatokea. Sasa ni kukubali, you sweep, na unatoa hiyo takataka, inaenda mbali, mahali panabaki pasafi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kila mtu kwa namna yake. Kwa sababu hata hivyo, amezungumza vizuri Pastor Mololo, na nimemuelewa kwamba sasa inatakiwa ujifunze kujidiscipline mwenyewe katika maisha yako ya kiroho. Na I support that. Kwa sababu unapopitia vita yoyote ya maisha ya kiroho, changamoto yoyote, unakuwa mwenyewe. Mzee hata kwepo, shemasi hata kwepo, mchungaji hata kwepo. Na ukiwa mwenyewe, jua kwamba uko na malaika wa Bwana wanaochukua taarifa zako na kukutegemeza kwa ajili ya kupata nguvu. Tunapoenda katika kufikia hitima ya muda unapokuwa haupo tena, when time is normal, ndio maana sasa tunaona kwamba hizi pilika za kila siku za Wakristo, watu ambao Mungu amewaumba, zinafanya daima Mwokozi aendelee kutuombea. Kuna ile muda wa rehema. Na kwa sababu yuko katika chumba cha patakatifu akituombea, na sasa yuko katika awamu ya pili na ya mwisho ya huduma ya upatanisho. Historia inaeleza kuanzia mwaka 1844 Yesu aliingia katika awamu ya pili na ya mwisho ya huduma ya upatanisho katika hekalu la mbinguni. Itadumu. Yohana anapoona moshi hekaluni, ule moshi sio kwamba kumekuwa pamechafuka hapafai. Ni kwa sababu aliyeweza kuja ili wewe uhesabiwe haki kwa Mungu ni Kristo. Bwana asifiwe. Ndio maana si mimi tena, bali Kristo ndani yangu. Nyakati zote, hata ile past appreciation, kuna vitu mnavisema, hata pale mmevizungumza na mazawadi, na wengine wameahidi mengine. Sasa sijui ni tukio au ni jamani, itoshe. Bwana asifiwe sana. Itoshe. Hata hivyo huwezi kujua mwenye nia nzuri ni nani. Wewe unaweza kuwa na nia nzuri, mwingine kumbe ana nia isiyopimwa. Nimeshapewa namba zangu, basi miamala isome peke yako. Wale waliosema mtachangishana, wale msichangishane. Bwana asifiwe. Msichangishane. Najua nia njema, lakini huwezi kujua utakayemwambia atoe atafikiri nini. Kwa maana gani ninasema haya? Ni kwa sababu neema ya Kristo itafika mwisho. Ikifika mwisho, mimi hapa, mbali na kuwa mchungaji na haya mambo mnayoyasema, kama si Yesu mimi si kitu.
Niombe Pastor Mololo njoo. Njoo Pastor. Mmoja akieleza habari ya kazi aitendayo Kristo na vile Mungu anavyotutambulisha, alitumia mfano huu. Huyu ni niombe na nani mwingine? Sijui nani mwingine niombe au niwe mimi hapa. Ila sasa huu mfano we ndo mwenye dhambi sasa. Unajua nimefanya kwa sababu mimi kidogo umbo langu kubwa na nataka nifanye huu mfano huu. Ila si kweli kwamba na dhambi zilizokuzidi. Katika wenye dhambi mimi ni mkuu wao. Lakini Yesu alikuja akafa. Kwa dhambi alikufa akatuhesabia haki. Ni kwa ajili ya mfano. Jamani, Bwana asifiwe sana. Huyu kama Mkristo ambaye amepungua kwenye jambo fulani, anapompokea Yesu kwa ndani yake, na siku ya hukumu anayesimama mbele ya kiti cha enzi ni wakili wake ambaye ni Kristo. Bwana asifiwe sana. Sasa akiwa hapa kama mwenye dhambi aliyesamehewa, Yesu anasimama mbele yake wakati Baba yuko akitaja shauri la mwenye dhambi. Jamani, Bwana asifiwe. Nilipenda mfano. Ndio maana nimekaa hivi. Ukikaa angalia vizuri huwezi kumuona huyu nyuma. Unamuona huyu nyuma huko? Unaona, ndio sababu kwa nini nimeomba radhi kwamba huyu awe mwenye dhambi afu mimi niwe kielezo cha Kristo. Kwamba yani Baba anapotazama kwenye siku ya hukumu, faili la George Baraka linakuja pale. Huyo ambaye zaka anaanza kuigeuza hivi mpaka mamchungaji amshtue. Mchungaji, zaka tutoe, tutabarikiwa. Lakini shule karibu zinafungua, mke wako, sasa tutoe. Basi sawa mama mchungaji. Tunatiana moyo kwenye familia. Jamani, Bwana asifiwe. Kama sio Yesu hakuna. Kwa hiyo Yesu anasimama hapa. Baba anapotoa shauri langu, haonekani mwenye dhambi isipokuwa ni Yesu. Ndipo anasema wewe ulipata neema ya Bwana, umeokolewa. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa hiyo mimi nakuwa kwenye upande wa kuwa mtu huyu mwenye dhambi aliyepata neema anakaa kwenye upande akiwa na Mwokozi, si mwenye hatia tena. Hicho ndicho kitu kinachofanywa na Kristo kwenye maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Nashukuru Pastor kwa kushiriki nami katika ubiri hili. Kwa hiyo daima wa Kristo tuombe ili Kristo aliye tumaini letu akawe kiongozi wa maisha yetu. Na nikwambie Yesu hata kuacha. Na nyakati nilikutana na wakati mgumu. Siku moja ikawa watu wanaleta watoto wao kubarikiwa. Kama mchungaji hivi, Mungu amenipitisha pagumu. Siku kwenye makambi fulani tukakutana na dada amekuja, anasema wachungaji, nashukuru mmekuja tufunguliwe. Sema wewe unataka kufunguliwa nini sasa? Sema nahitaji kupata mtoto. Sasa kulikuwa na wachungaji pia wenzangu, na mimi nilikuwa bado kipindi hicho nimeanza kazi kama kijana tu. Kuna wachungaji lazima usikilize kwamba nani ameanza kusema nini. Sasa tutakuombea Mungu akutie nguvu, utapata mtoto kwa jina la Yesu. Sasa na mimi nikaanza kufikiria, maana nilipiga hesabu mtoto anavyopatikana. Samahani lakini ila kana kosea. Nikapiga hesabu mtoto anapatikana 2 + 1 3 hapa ina hivi. Sasa samahani dada, Mungu atakupatia mtoto. Mna miaka mingapi ya ndoa? Umeolewa? Akasema bado sijaolewa. Nikasema nikamwambia sasa wachungaji, huyu mtaniwakilisha. Hilo ombi naona zito. Zito. Sababu lina prerequisite. Kuna kitu kinachoanza alafu kinafuata. Baadaye nikaona tu ila kweli sasa dada, tutabadilisha ombi. Tutakuombea Mungu akupatie mwenza. Basi tukamwombea apate mume. Na Mungu akimbariki huko basi apate na mtoto. Ombi likabadilika pale dakika hiyo hiyo. Sasa kuna wengine siku ya kubariki watoto akaja mama ambaye alipewa tu mtoto huko mtaani. Kwa sababu unauliza huyu mtoto babake yuko wapi? Sasa mimi sijawahi kuolewa, huyu tu nilipewa mtoto na niko naye. Sasa huyu mtoto haramu huyu kwanza kumbariki hapa. Wewe umepata mtoto babake aeleweke, alafu moyoni nikakumbuka wakati Ibrahimu amepata mtoto kwa Hajiri. Yule aliyeitwa Ishmaili. Amefanya fujo hapo wakati fulani. Sara ndo alimwambia baba pata huyo mtoto.
Baadaye yule mjakazi wa Misri akaanza kusumbua. Sasa anaanza kumdharau mama mwenye nyumba na nini. Anamwambia Maxa, wewe huyu si mjakazi wako yuko mkono. Akamwambia ni nakuvunja miguuni kuone hapa nyumbani. Kamtimua yule mjakazi. Sasa hapa nimekwambia hapa ulete faraja nyumbani ndio unaanza kuniona mimi sio kitu. Utanielewa. Sara alikuwa tough. Yule mama na mtoto wake wakakimbia jangwani huko, katoto kanalia. Kalipewa jina Ishmael, yani God hears. Ishmael maana yake ni Mungu anasikia. Wakati hakuna maji, ni joto, ni shida, malaika alitumwa. Akasema nimesikia kilio cha mtoto. Na akamhudumia. Sasa Mungu anayetuma huduma kwa mtoto wa mchepuko. Toka hapo nikasema mimi bwana siulizi mtoto ulipata wapi. Cha msingi amezaliwa. Mungu atoaye uhai. Wewe bariki, nenda. Maana mwanadamu anaweza kupata shida kujua nani abarikiwe nani acho, lakini Mungu anakwenda zaidi. Neema ya Kristo itutoshe. Bwana asifiwe sana. Wakati huu Yesu hata kama yuko tayari kusimama na dhambi zako kufichwa, kuna ukomo. Ilifikia, unajua hata sasa Yesu yuko kwenye chumba cha patakatifu mno akituombea. Lakini neema itakoma. Na ili asikae mule, kwa sababu kila mwaka wa Israeli walifanya huduma ya upatanisho katika siku ya upatanisho, Yom Kippur. Once a year, kuhani alikuwa anavuliwa nguo zote. Yaani kama Yesu pale msalabani alikuwa amekaa hana nguo yoyote. Wale tu wanaochora kale ka jamaa kanatia huruma hivi, wanapiga na kaboksa fulani hivi kandika. Lakini alikuwa hana nguo yoyote. Ndio maana ili kufika ile aibu, giza lilitokea. Kwani vivyo hivyo alikuwa anavalishwa. Nashukuru Mungu alishakufa msalabani. Mimi nimekaa ndio na kwenda kwenye upatanisho pale. Alafu jamani. Yaani unajua nashukuru Mungu hata sikusoma zile shule za mabweni, mnakaa mnaoga jamani, unawezaje vitu vingine? Yaani unashangaa hapo nyumba. Kuna vitoto hapo nyumbani vinasoma hizi shule, vikifika hata kanaweka nguo pale, alafu unakuta kanaenda kuchukua nyingi sasa. Wewe rudi. Kumbe vikiwa shule ni kawaida tu maisha. You socialize, you interact. Lakini sasa ndio niko pale, alafu shemasi mkuu na mashemasi wa zamu wanakuja. Wanamwambia nyanyua huyu kaptura. Navaa. Hapo naingia kwenye upatanisho wa dhambi za ushindi hapo. Siku ya upatanisho. Wananifunga mkanda. Weka hii. Mpaka unapewa na lile vazi la kikuhani lile ambalo lilikuwa lina breast. Hapa lina makabila 12, kuna Urim na Thummim, zile zinazo detect. Yaani ukiwa nazo zile pasamororo alafu mtu akaharibu huko nyumbani. Kala zaka. Akija tu hapa, jiwe linaonesha hapa kuna mwenye dhambi. Kama Akani walivyomkamata. Ilikuwa rahisi sana. Kuhani tu aliangalia kaona tayari Shekana glory imetoweka. Kaingia kuhani kule kuuliza, wakamwambia kabisa hii ni kabila fulani, ukoo fulani, wakaitwa jamaa wakamkamata, kaificha nguo kwenye mahema. Uchomoki. Neema ya Yesu hii inatufanya wakati fulani tunajisahau, lakini leo tupate nguvu kwa jina la Yesu. Kwa hiyo kuhani pale anavalishwa na ile nguo lilikuwa lina vikengele vidogo chini. Kwa sababu anapotembea akiingia kwenye chumba cha upatanisho mara moja kwa mwaka, kwani wazamu, anapoingia kule na kuzungumza na Mungu, anaonana na Mungu, uwepo wake kupitia lile sanduku la agano na utukufu wa Shekana. Kwa hiyo kuhani kama ana dhambi anakufa. Watu wanaoshuhudia akiendelea kupatanisha walikuwa wana kamba wanayopata ishara, wanavuta mguu, akirudisha zile njuga zinalia kacha. Unajua jamaa yuko huko anaendelea kupatanisha. Kama ameingia ana shida. Na hii ndio hata kwenye uchaguzi wa kanisa. Wazee wa kanisa wachaguliwa wazee ambao ni kielelezo. Wanaweza kunyanyua mikono yao kubariki watu bila hatia. Jamani Bwana asifiwe. Sababu ni huduma. Wachungaji. Sasa mchungaji uko na preach gombo hapa, kuna mama Frasa. Baby. Baby. Na waumi akiwa na mahusiano na pasa, najua anashiriki vitakatifu. Yaani vya kutoka mbinguni. Vya mbinguni. Jamani Mungu atusaidie. Sasa kwa sababu Yesu alifanya mara moja kwa damu yake msalabani, once for all,
imekwisha, akafa. Yeye akiwa pale hafi tena, aendi tena kufanya upatanisho kila siku, isipokuwa siku ambayo neema inakwisha, kila kitu kimekoma. Hapo ndipo sasa Baba atasema wakati wa ukombozi wa mwanadamu umefika. Kabla ya mapigo 7, chumba cha hekalu mbinguni kitatiwa moshi. Utukufu wa Bwana utaijaza hekalu. Kwa nini unaijaza hekalu? Kwa sababu hakuna tena dhambi inatakiwa iweko kokote, na Yesu hatavumilia kukaa mle tena, atatoka. Sasa akishatoka hivi, umewahi kuendesha gari alafu breki zikakataa? Kuna siku ilikuwa tunatoka hapo kanisani tunaenda kwenye kundi mbali, kwenye mahubiri. Alafu sasa mimi si pastor, alafu yule aliyokuwa anaendesha ndio dereva na leseni. Mimi leseni sina, ila nilikuwa nimeongozwa na Roho Mtakatifu kuendesha gari. Nikasema kwa sababu tunatoka kijijini, naomba nikumbushie enzi za kuendesha gari. Ilikuwa la vilungu, siku ningeua wengi. Sasa huyu dereva akasahau kwamba ile ni professional, asingenipa gari. Sasa pasa ameomba kidogo akumbushie. Si nikawa kweli kwenye tambalale napiga virungu. Ikafika mteremko bwana. Na hizi gari za virungu hizi ukiwa unashuka, niligundua baadaye baada ya kukaa shule. Unajua kuna kanisa kuwa na Roho Mtakatifu, lakini kama hujajifunza kwenye driving school, unaweza ukapigwa kila siku fine kwenye mistari, speed, nini. Unakalifanya hivyo. Sasa nikajikuta wakati wa kushuka gari iko kwenye gia ndogo namba 4. Na ilitakiwa niwe na namba 1 pale kwa mteremko ule. Nikaona gari linashuka, kila nikipiga breki hazitoi ushirikiano. Sasa watu wa pembeni wanaangalia, alafu wameshika vichwa hivi. Nikasema hivi mimi ndio wanaonishikia kichwa hapa? Waimbaji wote wametulia na mimi sasa pale moyo unanidunda, na huku ninajilaumu kwa nini yaani usiombe dereva anajilaumu na ndio anawaendesha. Nikasema Mungu hapa nisaidie. Nikawa nanyosha tu mbele, lakini kilichokuwa kinatokea, watu wanaruka juu wanakaa sawa, na wanaruka juu wanakaa sawa. Ikaenda na najitahidi kwamba ni Mungu nisaidie, na alikuwa ni malaika wa Mungu anayetuzuia tusiende pembeni. Gari ikaenda ikayumba, ikapunguza mwendo. Nikasimama, nikamwambia sasa Mr. Ado, yule dereva naitwa Ado, njoo endelea kuendesha. Imetosha. Hakuna aliyesema, maana watu wanajua sasa aliyekuwa anataka kutuua ni pastor. Ni pastor. Siku ile nilijilaumu, lakini nashukuru Mungu alinitetea. Ningeua wanakwaya mimi saizi, ningekuwa nahubiri gerezani huko. Mungu niokoe. Mimi kuhubiri gerezani, Mungu hapana. Mbona hawa watu wapo hapa? Mambo ya kuhubiri alafu unapewa chakula unapokonywa na libaunsa moja la gerezani linakuzaba. Mungu hapana. Jamani, wangapi katika ibada hii wanasema Yesu, kabla haujatoka kwenye chumba cha maombezi na tangazo, unajua lile tangazo ambalo Yohana anasema na mwenye kudhulumu azidi, mtakatifu azidi kutakaswa. Yaani itafikia wakati utatafuta kusikia neno la Mungu, hutasikia mhubiri tena. Wahubiri watakoma, watanyamaza kimya. Kuna wakati hakuna neema tena. Dunia inapitia machungu katika mapigo mazito. Sasa tuna wakati wa kujitoa kwa Kristo kikamilifu kwa jina la Bwana. Hebu tusimame tumuombe Mungu huyu atutie nguvu. Sijui ni kwa nini nimekuwa na hotuba hii ndefu, lakini nilifikiri ingekuwa na maneno mafupi na machache, maana tuliozungumza tukiwa hapa yaliwatosha. Lakini hata sasa niwaambie, there comes a day when God's grace will be sufficient and no more time for us to confess. This is the day. Sasa ndiyo wakati ambao tunaitwa kujitoa kikamilifu kwa Mungu.
Yesu bado anaomba kwa ajili yetu. Mtu mmoja alikuja akawa anasema, pastor, ni kijana tu hivi. Pastor, yani nimekuwa na changamoto pastor, kila nikijitahidi kuwa mwaminifu najikuta nashindwa, nafanya dhambi. Ilikuwa sio dhambi anayoifanya kwa mtu mwingine, lakini nampa hatia. Sasa namuomba Mungu anisaidie niishinde hii dhambi, japo ni ndani kwa ndani, ni maisha yangu binafsi. Kuna tabia fulani za uraibu vijana wanakuwa nazo, na sio kwamba huyu alikuwa anakunywa pombe au sigara, no. Vijana wana changamoto nyingi. Kuangalia picha za watu wa nusu uchi, kuna changamoto nyingi. Akasema sasa naomba Mungu anisaidie mara hii nipate ushindi, najikuta tena nimerudia tena dhambi hiyo hiyo. Kuna siku nikamwambia Mungu, nikifanya hii dhambi nife. Nimerudia tena dhambi, sijafa lakini nakosa amani. Jamani, Mungu hakulazimishi kumtii, isipokuwa anaweza kutupa uwezo wa ushindi. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu anaungana nami ninapoomba neema ya Yesu katika ibada hii, ya kwamba kabla Yesu haujatoka katika chumba cha maombezi, ninaomba nipatie neema ili watakatifu waendelee kutakaswa na mimi niwe miongoni mwa watakatifu, ikiwa neema itakoma. Na Mungu atakupa ushindi. Ikiwa hilo ni ombi lako na ni nia yako, hapo unaweza kunyosha mkono tunapokwenda kuomba. Baba na Mungu wa mbinguni, jina lako litukuzwe kwa ajili ya watoto wako hawa. Asante kwa ajili ya neema yako inayotosha kwa ajili ya kila mmoja wetu. Najua Yesu unakuja upesi, na ndio maana unatuhitaji daima to watch and pray. Mienendo ya maisha yetu unaijua. Bwana, tunahitaji rehema katika masaa haya. Shike kwa mkono wako. Tunapitia vita kali ya maisha ya kiroho. Kila mtu na vita yake. Wengine vita ya kutoa zaka na sadaka kwa uaminifu. Wengine vita katika kuwa na maisha ya ndoa yenye amani na furaha. Wengine vita katika maisha ya biashara na uchumi mbaya. Wengine vita katika afya zao. Wengine vita katika ibada. Vita katika kukutumikia. Kila mtu kwa aina zake. Na ninaponyamaza dakika hii moja, mwambie Yesu vita yako, ili kifikia ya kwamba hawezi tena kuomba kwa ajili yetu, ukakae katika upande wa washindi baada ya mapigo 7, ukawe mrithi wa uzima wa milele. Au ikiwa ni sasa, Mungu akakukumbuke katika ahadi ya uzima wa milele. Endelea kuomba, endelea kuomba. Asante Bwana Yesu kwa kuwa unasikia maombi ya mtoto wako. Maisha yetu ni siri, ni fumbo. Wakati mwingine hakuna ajuaye, hata wenza wetu hawayajui, lakini yako bayana mbele za uso wako. Tupe nguvu tena katika ibada ya leo. Tupe ushindi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana awabariki na kuwalinda. Bwana awaangazie nuru ya uso wake. Bwana awapatie fadhili. Tunawapenda sana. Ushindi mpo nyumbani kwetu wakati wote. Tukiwa hapo tunabarikiwa na maombi yenu, nia yenu njema, na Bwana azidi kuwabariki sana.